Ni wazi baada ya kupelekwa kwa masomoni, ilikuwa hata askofu mwenyewe ameshaamua kwamba nikirudi sitarudi jimboni, kwa sababu mahitaji ya walimu yalikuwa ni makubwa. Kwa hiyo niliporudi mwanzoni mwa mwaka wa 77 nikapelekwa kufundisha maadili kule Kipalapala seminari, ambapo kati ya wanafunzi wale niliowafundisha mwaka wa kwanza wa teolojia alikuwepo askofu wetu mkuu, Askofu Yuda Tadei Ruwaichi. Alikuwa ni moja kati ya wanafunzi pale. Kwa hiyo mimi nikaa pale kama miezi 9, alafu nikawa nimehamishwa nikuja kuanzisha seminari kuu ya Segerea hapa Dar es Salaam. Na hapa pia nilikuwa bado najiuliza mimi kwa nini mimi tena kuanza seminari mpya. Mimi sina mazoea. Kwanza parokiani nilikuwa sijakaa kabisa, alafu basi nakuja kuambiwa utakuwa gombera wa seminari. Basi nikasema Mungu anajua. Na kati ya wale waliokuwa nafundisha pale nilikuwa kwa kweli ndio mdogo kuliko wote kiumri. Muda wote nilikuwa mwangalifu niongee nini na alafu wanakuja wa seminari wengine ni walau kwa umbo ni wakubwa kuliko mimi, na watu wengine wanaona kwamba labda hawa ndio rekta na huyu rekta ni moja kati ya wanafunzi. Ndio. Kwa hiyo ilikuwa ni hali hiyo. Baada ya miaka hiyo 6 ya pale ndipo nilipoteuliwa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kuwa askofu wa Nachingwea. Asante baba. Alafu umeongelea kwamba baada ya kupata daraja takatifu la ushemasi ulikabidhiwa ofisi kuwa katibu askofu. Inavyoonekana kwamba una karama ya kuongoza. Maana mpaka sasa hivi umekuwa kardinali wa pili Mwafrika, kwamba tangu utoto ulikuwa na karama ya uongozi. Je, katika masomo yako wakati unasoma seminarini labda ulishawahi kuwa kiongozi wa darasa au wa shule kabisa hadi seminari kuu? Hiyo kwa kweli seminarini, katika seminari ndogo kule Kengesa sikuwahi kuwa kiranja mkuu, lakini kwa muda kama miaka 2, 3 nilikuwa kama wa pili. Na ikatokea kwa bahati nasibu au sijui kwa bahati mbaya kwamba aliyekuwa kiranja mkuu alikuwa ni huyo binamu yangu tuliyepata upadisho pamoja. Kwa hiyo mimi nikawa msaidizi wake kwa kule seminari. Seminari kuu hapana, sikuwa na nafasi ya pekee ya kuongoza, lakini ni kwamba sikuwa na tatizo.